Shetani amenipitia. Unajua shetani ana nguvu. Wewe mzima kweli wewe? Wewe una akili timamu wewe? Hivi hujui neno msamaha? Nimekuomba msamaha, naomba nisamee. Shetani kanipitia. Lakini bado piga kelele sasa. Piga kelele watu wajue. Jamani, wewe vipi wewe, mbona unashindwa kuwa na subira? Ngoja, jamani, kweni na kaba kwanza. Kweni na kaba. Mwalimu unaitwa mwalimu nani? Mwalimu Kiswampi. Kiswampi? Una laki hapo? Nini? Una laki? Laki? Ya nini? Si kuchitia. Karibu sana nyumbani. Jisikia huko nyumbani. Umenikumbusha mbali sana. Yaani staili yako ile unachofanya. Jisikia huko nyumbani. Unajua kama nani? Kama nani? Ex wangu. Anapenda sana. Anakiongea kitu. Yaani staili anapenda. Kile kitu anachokifanya. Aita kuniambia kitu. Umenikumbusha mbali sana kiukweli. Yaani unaonekana kabisa bado unampenda ex wako. Yaani hapo ndo unapofeli. Nafeli wapi sasa? Mimi simpendi. Sasa kufanya hivi tu umeshamkumbuka. Unampenda ila ni ngumu, lakini najaribu kumsahau. Najua mimi nitaweza. Mimi si komando. Kwa nitaweza. Sasa ili umsahau, utafute mtu mwingine. Unaona? Umeona ulivyoongea? Eti ukitaka kumsahau, mtafute mtu mwingine. Ile namna ulivyoongea ex wangu mtupu, yani Mungu wangu. Hivi naondoka. Sio kweli, msikwane. Ila kuna vitu mnashabiana unajua. Hii utaweza kweli kumsahau? Mimi komando. Wewe unaniaminia? Nakuamini. Komando. Ila kwa hili nahisi kama unataka kuniangusha. Hapana. Napambana. Mdogo. Mimi naniuma bwana. Twende ndani mdogo wangu. Biashara unayotaka kufanya hahitaji msingi mkubwa. Na nakuona mdogo wangu, unamzuka sana kufanya biashara. Haya madumu yapo 13. Na kila dumu moja shilingi 2000. Kwa hiyo ninaweza kutafuta madumu yakafika kwenye 50 au 45. Hebu subiri kwanza. Dumu moja shilingi 2000. Yaani hili? Oh. Basi nitafika. Naona matumaini kabisa. Utafika. Kwa hiyo madumu nitakuongezea. Yanaweza kafika 50 au 45. Kwa hata ukipata laki au kwenye 95, najua utafanya biashara nzuri tu. Yaani hiyo ni good idea. Madumu 2000. Kwa nikipata madumu yangu 50, na hela ndefu. Sasa haya madumu unatakiwa uyaoshe. Kwa sababu ni machafu. Usialoweke. Uyaoshe yatakati yawe masafi. Yawe na mvuto, hata mtu ukimpelekea yani yanamvutia. Hebu subiri kwanza. Dumu nioshe. Hebu. Sasa. Unajua? Ili dumu si shilingi 2000? Ndio 2000. Kuna tofauti gani kumuuzia mtu shilingi 2000 hivi ni kampani? Kuliko 2000 hiyo ni karibu maji. Ni karibu sabuni. Ni karibu brush langu. Na nikaumiza mikono yangu. Alafu tena sio kweli. Labda 5000. 5000 naweza nikamfanyia hicho kitu kikweli. Kitu ambacho hakiwezekani. Hivi, hii ni dumu.
Wewe sasa ndio unayenunua. Anakuja mtu kukuuzia kwa 2000. Utakubali? Kwa jinsi lilivyo kwa muonekano. Mimi siwezi, lakini sinamuuzia. Ndivyo kwa upande wako itakavyokuwa hivyo utakapompelekea mtu kumuuzia kitu kama hiki. Kwa ni lazima ulisafishe. Tena yote. Sawa. Nitaosha, nitafanyaje wakati nataka hela. Na pia usipende kusaidiwa kila kitu. Acha uzembe. Nini? Dada. Hiyo kauli umeitoa wapi? Kauli Si nimezungumza papa, niitoe wapi sasa? Kwa sababu hiyo kauli anaongeaga ex wangu. Wewe umeitoa wapi? Alafu unajua mimi sikuelewi. Mara vitendo, mara kauli. Unanichanganya. Hiyo kauli umeitoa wapi dada? Dada bwana. Sasa kwa staili hiyo mimi nitamsahau kweli? Makusudi bwana anifanyia. Sasa katika hii nyumba kila kitu ametawala ex wako. Ni kila ex. Nikifanya hivi ex, nikiongea, nikishika hiki ex. Mimi hilo jina la ex nimelichoka mdogo wangu. Tena limenichosha kabisa. Kwa sababu kwa hali hii ya ex wako hata biashara kwako itakuwa ngumu. Kwa nini? Mimi biashara nafanya. Tena dada, biashara nitaifanya ipasavyo. Yaani mpaka mwenyewe utafurahi. Hilo jina la ex uliache. Na kwa muda huu nakuomba chochote nitakachozungumza, naomba usinitajie jina la ex. Wewe tu niambie dada, usirudie hilo neno, mimi nitakuelewa. Kwa sababu nimeshalichoka hilo jina la ex. Kwa hiyo ukifanya vitendo nakwambia usirudie. Umeongea kama anavyoongea nakwambia usirudie. Tena usirudie. Imeisha hiyo, imeisha dadangu, usijali. Na ulikumbuke, usije ukalisahau. Haiwezi kutoka hiyo. Imeingia. Haya. Safisha. Yatakate vizuri. Yang'ae. Shika na hii hapa. Nishike ya nini? Unaenda na ndoo moja bwana. Mahitaji yangu yanahitaji hivyo tu. Nachukua na hii hapa hii. Kachote ndoo mbili bwana. Usiende na ndoo moja, aibu mtoto kiume afu mbavu. Sasa je. Nabisha? Nipa pressure ili nikusaidie tu. Mbavu gani mimi? Sasa wewe mwili jumba bwana, alafu unajua watoto wa kike wanaendaga na ndoo mbili, afu wewe sasa unataka uende na ndoo moja ndugu yangu, si unaona aibu tena, unataka kutuia na nini mtaani hapa. Mimi sipendi sifa. Wewe ongea lakini usifikiri naenda kwa sababu ya sifa, naenda kwa sababu nakuheshimu. Hatari sana. Sawa. Sasa ngoja nikuulize swali kidogo. Kwa nini usiniulize baada ya kutoka kwenye maji? Sasa hivi. Eti. Hivi wewe tangu umeachana na ex wako na muda gani? Na miezi 6 itakuwa inafika. Ni mwezi wa 6 sasa hivi ni kweli kabisa mwezi wa 6. Bora zako wewe aisee. Kwa nini bora mimi? Kwani ngoja. Wewe huaga unamotaga ex wako? Mimi siwezi kumota ex. Kwa nini nimota ex? Yaani namotaje? Alafu mkosefu yule. Na kwa tabia yake yule sasa atakuwa amekonda. Siwezi kumota mtu atakuwa amekonda. Wewe unapojua manga kibaoni vizuri wewe. Kuna misimu mingine hata nyama za polini hazipatikani. Kwa maisha ya kwao, sidhani. Sidhani. Yaani hivyo tu. Yaani labda ingekuwa ni familia mzee haya tungesema kidogo afadhali. Sijajua labda baba yake mzee Zozi atakuwa kaendelea kidogo hata kama develop, lakini sina uhakika. Sidhani. Kwa siwezi kumwaza mtu ambaye unajua atakuwa amechoka sana. Yaani nahisi atakuwa amekonda. Unaona mkono wangu. Hii ndio itakuwa shingo yake. Sasa mimi naona ex wangu ananijia ndotoni kila siku. Unajua na mwaka wa pili sasa hivi nimeachana naye. Lakini kila siku ananijia ndotoni, kila siku. Alafu ndoto tofauti tofauti, bora angekuwa ananijia ndoto moja. Lakini kila siku, alafu ana muda wake. Saa 6, saa 7. Sawa? Ndio. Ndo ananijia ndotoni. Ex anakujia ndotoni. Yaani unakwambia ukiona ex anakujia ndotoni basi unampenda huyo. Yaani unampenda sana huyo ex wako. Mama wewe. Kwa nini sasa unampenda mtu ambaye ushamwacha?
Ndio maana umekonda. Unajua nikwambie nini? Kwanza ngoja, anakujiaje kwanza wewe? Yaani ananijia tofauti tofauti, yani ananijia kwa mahaba, kwa kunishawishi kuniambia kwamba ananipenda. Yaani kuna vitu fulani ambavyo unaona kabisa kwa ndotoni. Yaani kama vile anakumbusha mbali. Hapo kulingana na kanuni za ndoto, ukiota unakufa ujue una umri mrefu. Ukiota una umri mrefu ujue unakufa mapema. Ukiota ex wako anakupenda, basi atarudi na hasira. Yaani atakuja na bomu. Yaani kama na bwana mwanajeshi lazima muibie kale kaandazi aje kulipue kabisa. Alipue na andazi? Na kama sio hivyo atakuja na silaha jadi au atakuloga sana ufe maskini. Na inategemea kama ex wako wewe ndio ulikuwa sababu yeye kuondoka. Yamkini yeye akawa amependeza lakini bado ana hasira na anatamani akuue. Afu wewe ulomkosea umekonda kama hivi. Siona kwa mfano mimi hapa mimi sijakonda. Lakini mimi ex wangu naamini amekonda, amepauka. Yaani mimi naamini amekonda, amepauka. Yaani kapauka. Ila wewe ex wako atakuwa amependeza. Sasa nifuataje sasa? Unajua mimi mpaka nimemwacha ina maana kwamba sawa nampenda lakini sasa ndio shafuta, shamweka chini. Yaani ukiona mtu anamtafuta sana ipo karibu kuja. Kujiandaa yani kuchinjwa. Mimi nadhani kwenye maji. Kama unaogopa kubaki peke yako anaweza katokea ghafla. Twenze msindikize. Wewe bugwa. Baadaye. Aintishio. Nafikiri tumetokea njia ambayo tulioianzia. Ni kweli. Na kona zote nimezielewa. Mpaka vichochoro vya ndani kwa ndani nimevielewa. Kwa sidhani kama anaweza akapotea. Najua unahifadhi sana kumbukumbu, huwezi kusahau. Vichochoro vyote ambavyo nilivyokuelekeza, natumai kwamba unavikumbuka. Ndio shaka kwa hilo. Haya, mizigo yako Ila napenda kukushukuru dadangu. Maana bila wewe nisingeweza kufika hapa. Na nahakikisha hii biashara nitaifanya kwa nguvu na uwezo wangu wote. Vipi tena? Vipi? Habari yako mrembo? Nzuri. Naona uko njia panda kama mchawi ambao anatafuta kumloga. Kumbe watu ambao wanasimama njia panda ni wachawi. Basi nami nikawa mmoja wapo. Majibu yako ni mazuri sana. Wewe ni mwalimu wa Kiswahili? Hapana. Basi tuwe wote wachawi kwa sababu tumesimama njia panda. Itapendeza? Huwezi kunifanya kuwa maalum? Hapana. Najua haiwezekani. Lakini acha niendelee kusumbua. Mimi ni msumbufu mwenye roho nzuri. Unajua sio kila mwanaume anaweza kuwa na mtazamo wa kujua wewe ni mwanamke wa namna gani, unaifaa katika jamii yetu, unaifaa kwa ndoa. Wewe ni mrembo sana, lakini nataka nikwambie, mwanaume anapomfuata mwanamke anakuwa na malengo mazuri. Ile isipokuwa malengo ya mwanamke kuchezewa yanakuja kutokana na mashauri yake. Kwa mfano, toka nimekwambia nakupenda ni muda umepita. Ila wewe hauoneshi kuelewa hichi ninachokwambia. Yamkini kuna mtu ambaye anakupotezea muda. Hana malengo, hakutaki kwa future. Wewe utalazimisha kumsikiliza yeye kwa sababu unampenda. Utashindwa kuipokea future kwa sababu ya uzembe wa kufikiria. Yule mtu akisha kuonesha kwamba hana ratiba na mpango na wewe, hapo ndipo utakapoanza kuonesha umuhimu wa kwamba labda nijaribu kwa yule mwingine. Wakati alikuonesha dalili zote za kwamba ana malengo na wewe. Wewe unategemea kwamba si ukija kurudi wakati moyo wangu umechoka kufuatilia, nitakupa samani nilikuwa naiwaza au nitakutumia na kuondoka. Ila nilikwambia unipe muda. Endelea kusubiri. Huu ni kama utapeli. Kwa sababu kama muda ushapewa muda mrefu sana. Hivi kwa Tanzania ni mwanamke yupi anatakiwa atoe miezi 6? Wewe ni mwanamke wa namna gani? Unayempatia mtu muda mrefu wa kumfikiria. Kwenye mapenzi kipi hata atakufikiria? Anaweza kuja mwanaume wa maana kabisa mbele yako, kujifanya una mashauzi, alafu mlevi akuchukua kwa bei ya muogo. Ikiwa mimi nitakufuatilia, unipe muda mrefu eti unaonesha msimamo wako. Ingawa kule kuna mlevi amekununulia tu Azamata.
umempokea na kumkubalia na shilingi 1000 ya kupitia robo ya unga. Unategemea mimi nitakufikiriaje nikigundua udhaifu huo? Mimi si kama wale. Sawa. Siko hivyo unavyonifikiria. Sawa. Wanawake wengi wana maneno kama hayo. Mimi nashukuru, lakini nifikirie kwa sababu tunapoelekea nitagaili. Nitakuja kunijibu kipindi ambacho sina ratiba. Maana hata mimi nimechoka. Sawa. Hebu sikia. Unajua mimi sijaondoka na pesa ya mtu yoyote. Wewe usiniambie hivyo. Mimi nilichukua pesa yule kaka shilingi 30,000 peke yake. Wewe niambie 70,000. Wewe mimi sio kicha. Sasa sikiza nikwambie. Yaani mimi niko mbali na siwezi kurudi leo wala kesho. Ndo yeye. Hebu nikaushie kwanza nitakutafuta. Nikaushie kwanza wewe, hebu subiri kwanza. Kidali. Hata sifa atakupiga na ndoo. Wewe. Nikwambie mwanangu, unajua ukibeba ndoo mbili unapendeza wewe bwana. Sasa ukataka kwenda na ndoo moja. Hujambo? Sijambo. Mzima kabisa. Mzima. Unajua nilikuwa napita, lakini kwa mbali nikamwona mtoto mzuri, nikasema kwa nini nipite mbali bila kuja kukusalimia. Ese, wewe ni mtanashati sana. Hivi ushawahi kujiuliza una mvuto kiasi gani? Ama ulishawahi kukaa ukajitathmini ukajiangalia kwenye kioo jinsi gani ulivyoumbwa? Jamani, nyota yaani nimeamka na nyota gani hivi? Umeoa? Mimi msela. Kweli? Hujaoa? Wow. Sawa. Bro, mimi nina sabuni. Unauza bei gani? Hizi mimi siuzi. Wi. Natoa bure. Unajua nimetokea katika shirika la kutoa msaada. Linaitwa UN. Nafikiri unalifahamu, si ndio? Kwa katika pita zangu zote nimeangalia kuna baadhi ya nyumba ambazo kidogo hali yao si nzuri sana. Ila simaanishi kama nyinyi hali yenu si nzuri sana, hapana. Kilichonivutia zaidi kufika mpaka hapa ni wewe. Achana na huyo. Akiongea pumba yote mkaushie. Kwa sababu inaonyesha kabisa huyu ni mentor. Najisikia kuzimia. Ngoja. Tulia. Kaka mzuri. Kwa hiyo nakutunuku. Upokea zawadi zangu. Za kwangu? Za kwako. Sasa unanipa bure kweli jamani? Bila hila. Bure. Chukua nitakulipia. Wewe chukua nitakulipia. Kwani wewe vipi? Nimekushirikisha? Nimekuhusisha? Hebu tulia kama moja. Shika. Bure. Soap. Si ule mchezaji wa Azam Abdul Soap huyu. Hebu taja kwanza hilo jina. Mwambie ataje. United Nation. Sikiliza. Ameshaelewa. UN ni Umoja wa Mataifa wa wazungu. Hii itakuwa ni ndoto, sio kweli. Bwana wewe utanichosha sana mazawadi. Bwana pokea. Ya kwangu? Za kwako. Jamani hii wewe sitaifilisi. Hapana. Dada yangu mimi nimekuelewa, Umoja wa Mataifa. Najua kabisa kwamba hapa nipo kwenye sehemu tulivu ya amani. Sabuni nimezipokea, ndugu yangu tamgawia. Kwa hiyo hakuna kitakachoharibika. Kama dengu lizakuja. Wewe mdada wa UN, nikuulize swali. Gari lako liko wapi? Maana yake UN wanatembea na magari mazuri makubwa, marefu, meupe wakati mwingine. Hebu niambie gari lako liko wapi? Umepaki wapi? Na huko kote kuna njia kupita gari. Wewe umepaki wapi gari? Kwanza UN wenyewe umechoka. Umekaa wewe UN gani? UN gani? Mbona unataka usemeshe gari? Unaniunga ndibu? Wewe tulia kama moja.
Sasa kama wewe ni UN, mbona begi lako limechoka? Hei, begi la kazi lipo kazini. UN ni wazungu ujue. UN ni wazungu ujue. Unanionea aibu? Hamna. Unanionea aibu? Sasa sikia nikwambie. Ukiwa na lengo la kuoa, wewe nitafute mimi. Wewe. Bye. 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 Kidogo ni mwage yule. Bye. Bye. Njoo. Wewe msikieni wewe bwana wewe. Nataka nikupe maajabu. Kia Mungu ani maajabu. Yepi? Ini usuni. Ndugu yangu. Yaani hili litakuwa bomu. Hamna. Kwa mfano ex wako akija akikuletea zawadi unapokea? Nini? Na mliachana vibaya? Ex gani? Ex alete kwenye ex wako wewe alete kwenye nyumba yangu nakaa na wewe kitu kibovu unapokea? Ex wako akija mimi sipokei. Kwa sasa inakuwa ni hatari. Tupa hivyo vitu. Nini? Tupa sasa hivyo vitu. Vya ex wako hivi? Kumbe unajua. Tukae chini. Wewe hivi Umoja wa Mataifa ndugu yangu, unajua vitu vya UN. Unajua hebu nusa. Nasikia navyonukia. Nishajua. Niache bwana, acha kunifatafata. Sio ni kuacha mimi sinakwambia ukweli. Ukweli gani? Mimi nakwambia ukweli, mimi nakuelewesha. Wewe unataka unisikilize mimi jinsi ninavyokuelewesha kwa sababu mimi na haki ya kukuelewesha. Haya. Nieleweshe wewe ukweli ambao labda unaweza labda nikausikia ambao sijui utanieleza nini yani. Bro. Mimi sina masiala na wewe wala sina utani na wewe. Alafu mimi sio zozoki. Waelewa? Mimi ni mtu mwenye akili zake. Sawa? Sawa. Yule mwanamke ndo ex nilikuwa nikikwambia hapo zamani. Miezi kadhaa iliyopita. Yule ni ex. Nisikilize basi kwanza. Usinicheke basi, acha kucheka. Acha kucheka. Wewe bwana, sana. Yule ni ex na nimeona maajabu kweli. Kwa mazingira hayo yalotokea akatokea huyo ex. Yaani nimeona maajabu kweli. Sasa wewe kama hutaki kunielewa maelezo ninayokupatia mimi, hiyo ni changamoto. Na ndio maana nakwambia hata hizo sabuni zilizoingiza ndani, kwanza tujue kama kwenye begi kuna bomu au sabuni tupu. Huwezi kujua kama kuna uchawi, kajuaje kama niko hapa? Maex wanasumbua. Wewe bwana wewe. Maex sio watu wazuri. Maex sio rahisi kumtakia mtu afanikiwe. Yaani ex anatamani wewe uzalilike tu ili ajisikie proud. Yaani ex ndio alivyo. Bwana hebu kaa kwanza kimya. Naona yaani unazidi kunifunga kamba. Yaani mwanangu yaani unajiongea maneno ambayo hayaeleweki. Wewe yule ex wako yule? Yule ni ex wangu. Kabisa yule pale ametoka UN ndio ex wako. Wewe una ex ambaye ametoka UN? Yule ametoka UN wapi bwana, nisikilize mimi. Yule katoka Manga Kibaoni. Kama uamini nimpigie simu mzee Haya. Maana yetu mzee Haya ndo alikuwa shahidi. Ngoja kwanza. Nimpigie Manga. Subiri basi kwanza. Mzee Abdalla pia upareni alikuwa nani? Alikuwa shahidi kwenye ndoa. Kwanza ngoja kwanza. Hapo kwanza wewe umeshajichanganya. Wewe unasema kwamba ex wako kakonda. Yule kakonda yule? Imekuwa tofauti. Sasa imekuwa tofauti vipi? Imekuwa tofauti kama kibonge tu. Kibonge ndani ya miezi 4 tu. Sita tu ambao umesema kwamba umeachana naye 6. Haya, hiyo miezi 6 ndio amekuwa kibonge vile. Sijajua anatumia yale madawa ya kuongeza mwili au ya kuongeza shape au kapata ofa kwenda kufanya plastic surgery. Bwana yani tusizibiane riski. Mwanangu tusizibiane riski. Kwa sababu unaona kabisa kwamba moja kwa moja yule mtoto ashanipenda mimi. Alishaingia kwa 18 zangu. Mwanangu anataka kuika nani? Yani anataka kulika kwa chini. Bro, hebu nisikilize basi kwanza. Yule ni mwanamke wangu lakini ex. Yule usije kadeti na ex wangu bwana. Sisi ni ndugu, sisi ni familia. Usije kadeti kabisa. Hata vile vitu na mashaka navyo. Usije kujikuta anaanza kumpenda, anaanza kuumia, anaanza kuwaza. Yule katoka UN Umoja wa Mataifa. UN wapi bwana, wewe mbona unielewa? Simekwambia tumpigie basi mzee Haya, yule anaitwa nani? Tumpigie na picha pap sis. Touch si hapa atasema yule ni fulani. Ni nani? Tu uthibitisho unataka yule, nilikwambia yule kichwa kibovu. Sasa kwa unataka ulete na ex wangu. Ngoja kwanza, unataka ulete na ex wangu. Wewe mimi hilo sijalikubali na halijaingia akilini hata mara moja. Nisikilize basi, naongea sasa na mimi. Ikiwa kama kweli ni ex wako mimi sawa, lakini sasa subiri ngoja nikamuulize. Subiri mwa. UN. Dada UN. So UN Nasu. So UN Nasu. Huyu sio UN, huyu ni Nasu. Wewe muite Nasu. Unavyomuita wewe UN una maana gani? Nasu nani? Si wewe hapo. Mimi. Nasu. Hilo jina kwanza sijai kulisikia. Alafu usitoshe kingine. Naitwa Wema. Zana.
Vimeumana. Haki ya Mungu ni dhambi. Dhambi gani? Wallahi ni dhambi. Dhambi gani wewe unaparamia majina ya watu? Ngoja kwanza, unaitwa nani dada? Naitwa Wema. Sasa kama unaitwa Wema, wewe sasa unaitwa Wema. Sawa. Mimi ngoja tuniombe dua. Mungu kama huyu ni Wema, anasema yeye ni wema kweli, basi usimpe chochote kibaya. Ila kama anadanganya yeye ni nasu, Mungu naomba kwanza umteremshie maradhi ambayo yani mguu wake unaoza taratibu. Mungu usimpe pesa mpaka anakufa. Mungu huyu asiende peponi aende motoni. Mungu asije kupata mwanaume aina yote. Anasema yeye sinaomba tu dua kama yeye Wema basi isimfikie na kama yeye ni nasu dua imfikie. Sema ami. Aseme yeye mwenyewe akubali. Kama kweli sema ami. Mimi nitaisema lakini hebu subiri kwanza. Jamani, kaka, hebu kwa mstaarabu. Dua gani hizo za kuniombea mwenzako? Mr. Handsome. Mwambie basi dua gani za kuniombea mimi jamani, wakati tunakoza tunakutana leo kwa mstaarabu. Asikuumize kichwa. Unajua dua ya kuku hampati mwewe, sawa? Kwa hiyo hizi ni harakati tu za mbio za sakafuni hizi. Ni maneno ambayo kwanza ya kupate vipi mtoto wa UN? Huyo yakupate vipi? Huyu kapuku ambaye tunakaa naye nyumbani pale. Wewe bwana wewe. Ngoja kwanza. Unajua huyu kaanza kushoboka tu muda. Sawa? Anasema ati wewe ni ex wake eti huyu. Unamuulizaje hivyo? Namuuliza. Ukimuuliza kwa staili hiyo hawezi kukubali huyu. Sasa mimi mbona uliniambia kule? Mimi ndio nikubali. Mtu akishakuwa anamkana mtu anakuwa na vigezo vyake vya kukana. Ungetumia akili vile nilivyokuwa nakuelekeza. Kwa hiyo ningekukana kule tu tusinje kufika huko sini. Wewe afu wewe unazingua afu wewe mkubwa tu. Hebu subiri kwanza. Hivi wewe kwa kujitazama na ukiniangalia mimi kuanzia utosini mpaka chini ya unyayo. Haya, wewe ex umeanzia wapi? Wewe. Sisi tunafunga ndoa. Na nani? Kanisa lipi? Msikiti upi? Unanijua mimi wewe? Wewe. Yaani mimi ndo kwanza nakuona. Alafu ndo maana hata nilipokuona pale kwenu nikaona kabisa wewe na Timoja imepungua. Wewe. Mwanamke ana dhambi. Huyu mwana saikolojia ujue. Wewe. Mwana saikolojia huyo. Sawa. Basi kama unaona mimi na hatujai kuwa maex. Hatujai kuwa wapenzi. Hatujai kuingia kwenye ndoa. Tulifunga ndoa kabisa. Na ndoa sina ushahidi. Na ndoa ile kosa ushahidi. Sasa nataka nikwambie hivi, kwa sababu ushahidi wetu alikuwa ni mzee Haya wa Manga Kibaoni na mzee Abdalla kutoka Upaleni Ustazi. Kabisa. Nataka nipige simu kwa sababu najua mzee Haya ana simu kubwa. Nataka nipige picha, alafu tumtumie WhatsApp tuone mzee Haya atasema huyu yeye sio yeye. Tulia, usiwe na tulia, tupige tulia. Show bo. Mimi nataka huyu hata kudate na ex wangu. Nataka unajipendekeza kwa huyu ni ex. Wewe mbona unakazania kitu ambacho hakiwezekani? Piga picha, subiri. Hii picha tukipiga. Ngoja. Hii tukipiga picha, umesikia? Tukipiga picha, tunapiga selfie. Tukipiga picha tunamtumia mzee Abdalla, tunamtumia na mzee Haya na simu kubwa. Utaona tunauza huyu ni alikuwa mke wa watoto wawili hapo. Utasikia mmerudiana au uone. Sasa tunapiga. Tupige. Subiri. Kupiga tutapiga. Kupiga tu picha. Sawa. Tutapiga. Sawa, picha kwa nzuri. Ndio. Eka milioni 1 hapa. Yaani huwezi kupiga picha na brand kama mimi. Eka milioni 1 hapa tupige picha. Wewe unayo? Wewe unayo? Tupa chini hem. Umeshindwa? Anarudi. Wewe una hata kichele chochote weke chini. Lazima laki nane. Ya nini? Basi nimeacha kwenye begi. Twende kachukua. Wapi? Tutaonana basi siku nyingine. Sawa, hata kama unaenda, una ugonjwa kutoa chafya? Ulinipa wewe? Huyu ana ugonjwa wa kutoa chafya. Akianza kupiga chafya mpaka anazimia na kama haujui dawa yake anakufa. Hivyo mbona unajifanya unanijua sana? Wewe kwa nini mtoto watu magonjwa ajabu? Haya. Alafu ngoja wewe kwa nini unapenda sana kujiexisha? Wewe unapenda kujiexisha kweli ni vitu vingine vya ajabu ambavyo havina maana. Wewe twende. Alafu twende. Nini? Wapi? Twende basi. Wapi? Achia mkono wangu. Achia basi mkono wangu. Nani ameweka hapa? Wewe ndio umeweka hapa. Umenata au? Bye. Bye. Tukiwa na UN, tukiwa shemeji yako. Hii nyota hii. Sawa. Madola yapo. Tuondoke. Twende. Tumpase hahe, yumusurahe, dumnera jaheja, saponirikahe. Umemaliza? Mapema tu. Nasikia raha.
Sikia raha sana kwa sababu kitu ulichokifanya ni kikubwa. Kwa sababu mimi ni mjuzi. Alafu wewe dada yangu, wewe mzembe. Wewe kuanzia asubuhi mpaka giza linaingia unarudi na biashara nyumbani. Sasa mdogo wangu, biashara umemaliza. Begi lipo wapi? Maana umekuja mtupu. Sio kazi yako. Umeuza na? Hapana, sijauza dada, sio kazi yako. Ni kazi yangu. Kutulia. Sawa. Mdogo wangu, kulingana na ujiniazi ambao ulionionyesha, nina jambo langu linanisumbua. Naomba nikushirikishe. Lete mambo. Kuna mwanamume anasema ananipenda na anataka tuishi pamoja, mke na mume. Kwa hiyo mimi bado sijampa jibu. Na nimeona ni vema nikakwambia mdogo wangu ili unishauri. Maana nimemzungurusha muda mrefu. Hujampa jibu? Mpaka sasa. Na amekufuatilia kwa muda mrefu. Wewe dadangu mvivu. Wewe dadangu kichwa box. Wewe dadangu azo. Kitu kidogo kama hicho. Huyo mimi singepoteza muda. Yeye nakupenda, mimi nakupenda pia. Papo kwa papo. Hiyo unachelewa. Wewe mkubalie. Kubalie bwana. Sasa kama akiwa ni mbabu na wewe si bibi vile vile. Mnaendana. Kwa hiyo mimi mbibi. Haya, nionyeshe wajukuu zangu. Mjukuu? Mimi hapa. Umekaa na mjukuu wako hapa na maana umuone bibi. Kwa hiyo ndo mjukuu wangu. Nina dalili gani mimi ya kuwa bibi? Au nina mvi kichwani? Au mashavu yangu mimi yameporomoka mpaka mimi unaniita bibi? Dalili ipi ambayo mimi naonyesha kuwa bibi? Nionyeshe. Unatakiwa uniheshimu na ujue kwamba unazungumza na nani. Na siku nyingine ukivuka mipaka nitakuzaba kibao. Nimekutoa kwenye mudi. Sawa. Hata jambo nilotaka kukwambia nitakwambia baadaye. Mimi nashukuru. Niseme shukrani kwa kufikiria mapema. Leo imekuwa kama mshangao, lakini niseme asante kwa sababu sijataraji. Shukrani. Umenifanya nione siku mpya kwenye maisha yangu kama Selina Dion alipoongea new day. Hii ni siku mpya. Na mimi nashukuru kuiona siku mpya katika maisha yangu. Asante kwa kukubali ombi langu, kuona kama na sifa za kuwa mwanaume wa ndoto zako. Na nataka nikwambie, sikukufuata kwa ajili ya uongo. Nilikufuata nikiwa na hisia za kweli kabisa za mapenzi kwako. Mimi nakupenda. Na Mungu akubariki kwa kufikiria hivyo. Nitakujali na kusamini majibu ulionijibu. Asante, maana nimepokea sasa. Sawa. Na kuna jambo pia nataka kukuambia. Sawa, niambie. Katika mahusiano au katika maisha yangu huwa nachukia sana uongo. Uongo kwangu naona kama ni adui katika maisha yangu. Kwa hiyo ukweli wako ndio utakuwa huru kwangu. Hata kama kuna jambo litaniumiza, unapaswa kuniambia ukweli na sio kunificha. Kwa sababu nikipata taarifa nje ya wewe mhusika, mahusiano yatakufa. Sitakuwa na muda wa kusubiri. Sawa, mimi nimepokea maneno yako. Mapenzi yote lazima yawe na ilani. Maana ilani ya mapenzi yako ndio hiyo, haupende uongo. Lakini historia ya maisha ya mwanadamu inaonesha uongo ndo asili ya mwanadamu. Ndio maana Mungu akashusha manabii na manabii kwa ajili ya kuja kutufundisha vitu vizuri, tuvifanye, vibaya tuache. Katika jamii ya Watanzania ama ya wanadamu wa kidunia wote kwa ujumla, mwanamke ndo mtu anaongoza kutanguliza umbele, anaongoza kutanguliza uongo mbele. Na yeye binafsi anaweza akasema apende uongo ila yakawa muongo mkubwa. Kwa hiyo unapozungumza upende uongo umaanishe. Na unaposema kwamba ukiona uongo upo utabadilisha mfumo na utayaacha mahusiano, basi unatakiwa ujue mimi hata nikihisi dalili ya uongo ndo nakaa mbali kabisa. Kwa hiyo unachokiongea ukimaanisha, manake mimi ndo sipendi haswa, ila sitaki kukuambia kwa sababu mtu akiwa apendi kitu utamuona tu kwa vitendo.
Ili balaa sasa jamani. Hivi kwa nini? Yaani kila ninapokukataa wewe ndo unazidi kunifuatilia. Nikiingia huku unanifuata huku. Hivi kwa nini jamani? Kwani kuna binadamu wasumbufu? Mdogo wangu. Mbona una kisilani? Huyu ni mdogo wako Mdogo wangu. Yaani baada ya mimi ndio eti. Wewe unaongea naye vizuri kwa sababu kuna kipindi mtu anakuwa na changamoto. Mimi kisaikolojia niko vizuri, lakini dada sikiza nikwambie. Mimi unajua nitakuja kupiga mtu. Mimi nitapiga mtu kweli. Mdogo wangu. Hebu hizo hasira zako naomba uzishushe. Tunajua hapa tuna mgeni. Kalete kiti basi shemeji yako akae. Alafu hayo matatizo yako tutayazungumza baadaye. Umsikilize kwa umakini. Mjali mdogo wako, kumpende. Nampenda sana, ni mwenyewe anajua kama nampenda. Nampenda sana mdogo wangu. Hebu subiri kwanza. Tuache utani. Umeelewa? Siko katika mood ya utani. Umesemaje? Huyo ni shemeji yako. Yule nilikwambia. Kwa hiyo huyo ndo nilokupa ushauri. Huyo ndo alikuwa anakufuatilia. Ndio huyo. Habari shemeji. Hujambo? Kwa sasa hivi tupo pamoja kama unavyotuona. Na Mungu akijalia tutafunga ndoa. Habari shemeji. Mimi kutana na shemeji yako Hebugwa. Sawa? Msalimie basi shemeji yako. Salam wa jamia salam. Kumbe mdogo wangu una walimu? Walimu? Shule msingi au? Sekondari au? Majini walimu wale. Mdogo wangu. Kumbe una walimu? Wengi. Walimu wengi wapo katika akili yangu, walimu wengi. Twende ndani. Ndani kufanya nini? Kufanya nini ndani? Unanipeleka ndani kufanya nini? Ukapumzike kidogo. Sitakupumzika. Walimu wamepanda. Walimu wamekuja. Unataka nini? Utakujua unachotaka? Ngoja nimuulize kwanza huyo mwalimu. Wewe mwalimu unaitwa mwalimu nani? Mwalimu Kiswampi. Kiswampi? Kutoka wapi? Nairobi, Kenya. Nairobi? Labda wewe kutoka Tanga. Sijatoka Tanga. Nimetoka Nairobi. Nakuomba mwalimu, naomba twende ndani. Kufanya? Tukazungumze. Sitaki. Nataka nikae nje. Kiswampi unataka nini? Toka. Sasa mwalimu, huyu ataondokaje na ni mgeni wangu mimi? Najisikia kuna damu. Damu dada. Sikiliza nikwambie Kiswampi. Katika vitu ambavyo nataka kufanya sio vizuri ni hivi. Usiharibu maisha ya watu Kiswampi. Sawa? Wewe usikie kama wewe umepinda Kiswampi na wengine tumepinda vile vile. Sasa wewe kama unaitwa Kiswampi. Sawa, umetokea Nairobi, Kenya. Mimi na mjomba wangu anaishi Mombasa, anaitwa Kiswampa mkorofi. Naomba urelax, utulie hapo. Utulie watu wafanye mambo yao. Sawa Kiswampi please. Mwalimu naomba utulie. Saki anabishana na jamani Kiswampisi, jamani Kiswampisi anabishio, jamani Kiswampisi. Nenda. Toka. Honey, love. Toka nimekuwa katika maisha yangu. Sijawahi kusikia jina ndio Kiswampi. Yaani sijawahi kabisa kusikia jina ndio Kiswampi, hakuna. Sijajua kama familia yao ya majini walikuwa wanatazama movie za Kikorea na wenyewe wanapenda movie za kibinadamu, wakapeana majina Kiswampi, Kiswampa. Sijawahi kabisa kusikia hilo jina. Usijitoe akili, hamna Kiswampi, jini Kiswampi. Wewe discuss Kiswampi. Kiswampi. Hakustahili. Usibishane na Kiswampi. Huyo amekuja kwa ajili yako wewe. Amekuja kukusaidia wewe. Sitaki kubishana naye. Yaani akitoka hapa, sitaki mkutane. Sitaki. Mdogo wangu, hili tatizo la kuwa na majini limekuanza lini? Maana mimi imenishangaza sana na sina taarifa yoyote, hata wazazi pia hawajaniambia. Tatizo limekuanza lini? Na kama lilikuanza muda mrefu, kwa nini ulinificha? Wewe umekaa kimya. Usiongee hilo neno. Kwa nini nisiongee hilo neno? Wewe unasema unataka kusikia mada yote kuhusu ex wangu.
kweli kabisa. Yaani hilo swala la ex sitaki hata kusikia. Sio kwamba labda namchukia ex wako, hapana. Ila nakuonea wewe huruma mdogo wangu. Nataka kabisa umsahau huyo ex wako na ufanye mambo yako mengine. Sawa? Leo katika pitapita zangu kuna duka moja la nguo. Kuna nguo nzuri, ila nimekuta magauni mawili ya nguo. Ni mazuri sana. Usongele nini? Ndani kuna kisamvu. Ila nataka nende nikachume matembele na majani ya kunde. Nje nichambue tutwange. Najua utapata mboga ambayo yenye taste nzuri sana. Usongele neno. Kesho kuna sehemu nataka niende. Kuna mtu nataka nikaonane naye. Nina mazungumzo naye ya muhimu sana. Na kama nikifanikiwa kuonana naye, maisha yetu yatabadilika. Usongele neno. Sawa. Nataka kujua maana umeuza sabuni zote pamoja na begi. Pesa ziko wapi? Usongele neno. Usiongee hilo neno. Na hata hilo pia. Timu ya nyumbani. Mashujaa. Wewe lazima ushabikie Mashujaa kwa sababu unatoka nyumbani Kigoma. Kwa hiyo Mkigoma yoyote lazima ashabikie timu ya nyumbani. Mimi nashabikia wali maharage. Wali maharage? Asa. Kama labda unashabikia wali maharage, shabikia hata walimwengu. Kutoka Kigoma sio sababu ya kushabikia Mashujaa. Mimi nashabikia wali maharage ndio timu. Mr. Handsome. Mambo. Safi. Kwema. Kwema. Za siku. Salama, kwema. Karibu. Asante. Sasa jamani. Shemeji karibu. Simama mkaribishe. Hapa panatosha. Jisikie upo nyumbani. Kwani mpaka uniongelesha? Nimekuongelesha mimi nilipofika hapa. Sasa shemeji, mbona kama una beef na mimi? Hivi mimi makosa yangu ni yapi yani? Basi tumalize utata. Kwa sababu kweli nilikufananisha na nikasema wewe ni Nasuu, kumbe wewe ni nani? Ni Wema. Sasa wewe Wema. Sasa Wema tumalize beef kwa sababu unaolewa na ndugu yangu, sawa? Sawa dada yake. Sawa shemeji yake. Sawa mrembo. Sawa mrembo wa blaza. Wema. Ndio shemeji yako alivyo, ana kihede mswede sana. Ana shobo. Kwa hiyo mimi na kihede mswede. Alafu na shobo. Kwa hiyo mimi na shoboloza. Sawa, nashukuru jamani. Nashukuru kwa kunitusi. Naomba mniwie radhi. Haina shida. Wewe bila hata kuomba tayari kwa sababu tushajua mwenye kihede mswede. Ngombe kitu. Unajua leo nilisema kabisa naenda kwa Mr. Handsome kumwambia kitu. Ndugu yangu umekaza macho unatuangalia tu. Ngoja nisitaki kusikia mambo ya wakubwa, hata hivyo nilikuwa na safari. Sikia. Hebu tulia hapo uone mapenzi ya wakubwa yakoje. Umeelewa Mimi natakiwa kubakia baba. Tulia. Kwa mimi nisikize mambo yenu ya wakubwa. Tulia. Wasiwasi wako nini? Na usipepese hata macho. Sasa blaza mpige busu. Ala nini? Koja nini kukubali? Mpige busu. Mimi nilikuwa na rafiki yangu mmoja anaitwa Faisal. Umeona? Wewe ni rafiki yangu akikuta yani wamekaa mtu na mpenzi wake. Haondoki mpaka aone busu la mdomo kwa mdomo. Na hebu naomba mpige busu. Sikia Mr. Handsome so hapa umeelewa? Kuna mambo mengine ya siri. Sasa. Chana na ula. Pige busu. Wewe busu la nini? Wewe Wema. Ufaidike nini? Wewe Wema ujue. Ndio. Utaki kudate na Wema. Ndio kuna kitu nimekuja kukwambia. Ndio. Nakuonea aibu. Mmoja anamuonea aibu shemeji yako anajua anajiangalia. Kwambie. Mzee. Shemeji anaona aibu bwana. Shemeji yako anaona aibu. Nisikilizeni. Mimi nishakwambia na penzi jipya. Sawa. Na leo ndo siku yangu ya kwanza ya dating. Kwa leo ndo first date. Sasa na nyinyi nahisi ndio first date yenu. Mimi nitakupa simulizi ilikuwaje kwa mrembo yule kwenye first date yangu. Kwa hata wewe usiniangushe. Kwenye first date yako usiniangushe kabisa. Sawa? Mimi naenda. Leo first date. Sasa hebu kila la heri na kuwatakieni first date yenu njema. Na mimi mwenyewe nakutakia first date njema. Vizuri sana. Sasa wewe wakati mwingine ukuta umependeza, first date lazima una vitu vya surprise. Kafanyaje huyu? Kakuchafua. Ndio maana nakwambia huyu sio mzima. Mwana kuna mimi nakuchafua, mama yangu nakuchafua. Wewe mbona naye bwana. Unajua watu wengine yani ana vijino pembe. Sasa anataka unikatae. Chana naye. Yeye anataka angekupaka mavya ng'ombe, angekupaka kitu gani mimi siwezi kukataa. Twende.
Twende. Wewe, subiri kwanza. Unanipeleka wapi? Si ndani tukaongelea ndani lakini au? Ndani nikafanya nini? Sasa tunaenda ndani kwa kuongea. Tunaongea ndani. Yaani ndani tunaongea kitu gani? Kwani hapa si tunaongea? Mpaka tupelekane ndani? Unajua liko hivi, ni sawa? Yaani mimi maongezi ya nje hapa, yaani watu wanaona, kila mmoja anasikia maongezi tunaongea, mimi sipendaji. Mimi napenda maongezi ambayo tuko kama tuko wawili. Basi tuwe ndani wawili, yani sauti zinasikika sisi wenyewe kwamba yani mimi nikiongea unanisikia wewe tu, na wewe ukiongea mimi nakusikia mimi tu. Yaani hapa unajua kuna umbea. Unajua mtaa wetu na umbea huu. Sasa mimi sipendi masuala ya umbea. Wala mimi unajua iko hivi. Unajua kuna watu ambao wanakuwa na vidonge nyama. Alafu unajua mimi sifa zako nishazisambaza. Yaani ili eneo letu lote wanajua kwamba sifa zako kwamba wewe ni mtu wa UN, sawa? Mtu fulani ambaye ni yani sasa kwa hiyo pale washanionea vidonge nyama vile, yani viro vya kukunja. Kwa mimi sipendi tangaze. Twende ndani tukaongelee ndani. Haya, nimekuelewa. Sikia nikwambie. Hebu naomba nisikuzungushe. Naomba nisikupotezee muda, naomba nisikupotezee nyakati zako. Iko hivi. Mimi naomba nikwambie ukweli. Ndio. Unajua mimi nimekufuata wewe kwa sababu. Ndio. Umeelewa? Sija kurupuka. Sana najua. Na sababu yenyewe unajua ni nani? Ex wangu. Nani? Ebugwa. Ebugwa mimi ni ex wangu. Unanielewa? Na yule alikuwa mume wangu. Tena mume wangu halali. Nafikiri unanielewa. Na hata haya mambo ngopo nayafanya, najichetua akili uchizi ni kwa sababu niko naye karibu. Nimetoka Tanga Manga Kibaoni. Nimemfuata yeye. Kwa ninapojichetua ni kwa sababu yupo yeye. Sasa mimi siwezi kukaa mbali naye. Umenielewa? Mimi bado nampenda Ebugwa. Nataka mambo yetu yani tuweke sawa, tumalize. Kwa mimi ninaomba kwako. Sikia kakaangu, nakuomba tafadhali. Naomba ujaribu kuongea na Ebugwa ili mambo yangu mimi na yeye yaanze kuwa sawa. Uwezo si unao? Yaani hapa kama shanzi zima. Yaani hapa yani kama vile yani mwili mzima umekufa ganzi. Yaani unasema kwamba yani Ebugwa ni ex wako, si ndio? Ndio. Sasa yani mbona kama vile yani kama vile sielewele, kama vile naelelea. Yaani mnanifanya kama vile mimi mpira wa kona. Unajua yani iko hivi, sawa? Mimi yani bora ungeniambia mapema nisingefanya love. Yaani singejivua ngozi yangu kwako tayari, yani mimi nishajivua ngozi, yani nimebaki yani nyama na mifupa. Sasa hebu angalia unavyonikausha. Yaani unanikausha juani kabisa kwamba yani mimi niungue nikauke. Sikia bro, sikia, hebu nisikilize. Mimi nimekosea sawa. Na ndio maana naomba msamaha kutoka kwako. Umeelewa? Mimi sikuwa na mapenzi na wewe kusema kweli, mimi niko kunaongea tu ili. Msikie. Yaani naomba msaada wako basi. Wewe Ebugwa ndugu yako, wewe mkubwa, si ndio? Kwa hiyo unaweza ukamshawishi kiutu uzima, ukachukua nafasi ile ya uzee. Wewe ni age goer. Kwa hiyo unaweza ukamshawishi mambo yakakaa sawa. Age nini? Age goer. Age goer? Age what? Age nini? Nini? Na maanisha umri wako umeenda. Wapi? Ina maana wewe ni mtu mzima. Alokufa nani? Yaani simaanisha unachokimaanisha wewe bwana. Hebu sikia nikwambie. Hebu naomba nisaidie. I see, yani yani mimi nikusaidie yani kwamba yani nimwambie Ebugwa kwamba mkewe bado anamhitaji. Mdomo ndio uongee kauli ambazo yani
Mbona kitu chepesi tu ni kumuita bwana mkeo 1 2 3. Anataka muweke mambo yenu sawa, mrudiane, muishi kama zamani. Mbona kitu kidogo kama hicho yani? Ni kweli, ni sana. Yaani kidogo kiduchu, lakini kinaumiza sana. Wewe ulishakumeza, mama yangu wewe ulishakumeza. Sasa nikisema kwamba niongee, ina maana kwamba yani kama vile wewe sasa nishakumeza na unaulizamisha mdomo, yani mwili wako huo yani kutapike. Wewe ina maana kwamba yani ila poa, haina shida. Mimi nitaongea naye. Lakini sintokaza. Sawa? Mimi sintokaza kusema kwamba eti nimlazimisha. Mimi namwambia kidogo tu, akikataa basi sawa. Mimi sikazi. Unazingua. Yaani unazingua. Sasa wewe unaongeaje kidogo? Sasa, sikia, labda nikwambie kwa mfumo huu hapo. Ishi ukikamilisha. Ukaiweka sawa. Mtoto akaelewa. Umeelewa? Na zawadi. Yaani nakupa zawadi. Zawadi? Ila mpaka ufanikishe. Sawa. Imeisha. Imeisha? Sawa, imeisha. Kwa hiyo umenielewa? Poa. Basi twende kwanza ndani sasa. Sasa ndani naenda kufanya nini wakati tushamaliza hapa? Tutaonana. Sawa. Simu nyingi. Ongea sasa. Yaani shida unakuja kuniulizia umeshakaa? Yaani wewe pale ile simu ya kwanza ambayo nilikupigia wewe ungepokea afu kanieleza kwanza shida ni nini? Yaani ukaisikia kwanza shida yangu kabla ya kuja kuniuliza umekaa hapo. Kwa hiyo kuja mimi na kupokea simu kipi bora? Sasa bora kwanza ungeweza kupokea simu. Sasa kama umeitiwa kifo. Basi ngoja nirudi nikapokea afu niambie kama unataka kuniua. Wewe. Sasa ushafika hapa ndio ukarudi ukapokea simu gani? Wewe si umeona umuhimu ni kupokea simu? Ngoja nikapokea simu. Unajua ndugu yangu, maisha bwana kitendawili sana. Maisha kitendawili na muda ndio unategua. Muda. Ni kweli na nimeona hilo. Yaani hilo nimeliona kwamba muda tayari umetegua. Bwana wewe, mbona kona nyingi? Niambie haraka niondoke kwa sababu mimi na penzi jipya. Sasa unakuja kwenye penzi jipya ikiwa kwamba bado ile la kwanza bado haijachafuka. Wewe inabidi kwanza uchafue ile la kwanza lichafuke, alafu ndio uingie kwenye jipya. Sasa huwezi kuingia kwenye penzi jipya ikiwa kwamba ile la kwanza bado safi. Mimi sina penzi la zamani, lisha expire muda mrefu. Unajua kuna jambo ambalo nimeliona leo limenisadikisha kwa yale yote ambayo ulikuwa unaongea. Ile ex ambayo ilikuwa ikiweza kuzungumziwa kwenye mdomo wa kwako, nimeiona kwamba kweli ni sahihi kwamba yule pale ni ex wako, kwa sababu kwa kinywa chake bila kulazimishwa, bila kuwekewa silaha yoyote ndani ya mwili, amesema kwamba wewe ndiye ex wake. Yupi? Nasu. Kwa ukweli Nasu huko hayupo. Nasu yuko Manga Kibaoni. Manga Kibaoni. Kafika saa ngapi Nasu huko? Hamna. Ile ambayo yuko Manga kumbe ndo Wema. Ila yeye huyu ndo Nasu. Ila sema tu yeye alikuwa anataka kuongea kujipakulisha. Ile bwana ndo Nasu mwenyewe ambaye ulikuwa ukizungumza ndo ex wako. Kwa hiyo bwana mimi kanituma ili nikuombee au nimuombee yeye msamaha uweze kumsamehe. Yaani unaomba nikusamehe? Mimi naomba msamaha. Nafikisha taarifa ambayo ilionifikia niweze kukufikishia wewe kwamba umsamehe Nasu. Sasa wewe unaomba msamaha ukiwa umekaa? Nani? Wewe. Msamaha unaendana na magoti. Bwana wewe. So mimi ndo naomba msamaha. Yaani Nasu ndo anaomba msamaha kupitia mimi. Yaani mimi ndo namfikishia wewe. Yaani namfikishia maneno yake yeye kwako. So mimi nipige magoti ni wazimu. Kama unataka kusamehe piga magoti, sema madhambi yako. Mimi
Sasa alofanya madhambi ni nani? Si anayeomba msamaha? Nani? Sasa niombe msamaha kwani unanisamehe mimi? Basi kama hutaki kusamehewa basi mimi acha niondoke. Sasa mimi nataka suluhu, nataka yaishe. Kwa hiyo nipige magoti mimi. Kwa hiyo mimi nikipiga magoti utamsamehe? Yaani kama unapiga magoti, unatakiwa upige magoti, uombe msamaha. Mambo kidogo yanakuwa vizuri. Hapo ndo tunaweza tukaongea. Nijua umekosa kitu gani, unataka msamaha gani? Basi Unakumbuka kosa la kwanza ulonikosea? Mimi? Wewe si unaomba msamaha? Wewe unataka kusamehewa au hutaki? Kwa kosa wewe unisamehe mimi nimekufanyia nini? Kwani wewe unapiga magoti kwa sababu gani? Sio makosa. Sio madhambi. Wewe si umempigia na suu hapa? Umepiga wewe. Wewe usinichanganye, sikia nikwambie. Unakumbuka kosa la kwanza nilokufumania kwenye guest ya mzee Vuvu? Mimi wewe? Kwa Vuvu, kwa Vuvu unakumbuka? Namjua wapi wewe Vuvu? Namjua wapi? Wewe umjui Vuvu? Usinioe kwenye guest yako kwa nenda kila siku. Ngoja nikusomee mashtaka yako nijue naweza kukusamehe au la. Ndugu yangu, wewe ni malaya. Wewe ni malaya. Ulikuwa unatembea na watoto wadogo kwa sababu gani? Unatongoza ovyo kwa sababu gani? Jibu, kwa nini ulikuwa unatongoza ovyo watoto wadogo? Wewe bwana wewe. Usinione kama ngoja kwanza. Usinione kama mimi nimevaa sketi. Wewe. Haujavaa sketi. Umevaa ndio, umevaa dela. Wewe kwani wewe unaomba msamaha kama nani? Unajua ukubali makosa afu uombe msamaha. Kubali makosa afu uombe msamaha. Kwa nini? Acha kukute. Kwa nini ulikuwa una date na watoto wadogo kwa mzee Vuvu? Na guest yako kwa mzee Vuvu kwa nini? Vuvu gani wewe bwana? Bwana Vuvu gani? Wewe usinitoe kwenye mudi. Kwa nini ulikuwa unatembea na watoto wadogo kwa mzee Vuvu? Vuvu gani bwana wewe? Usinipandishie bwana. Mimi nakushika. Unanishika? Kwa sababu gani unanishika? Na wewe nakushtakia mashtaka kwa nini na wewe ulikuwa unatembea na watoto pale kwa mzee Chubwa? Chubwa gani? Chubwa ambao unamjua wewe. Mimi simjui Chubwa. Sasa wewe unaniangaliza mimi Vuvu namjua mimi Vuvu. Kumbe wewe unaomba msamaha mkorofi? Na wewe unaomba msamaha mkorofi? Na wewe sasa ambaye unaomba msamaha kwa nini mkorofi? Sasa tufanye hivi, mimi sisamehe. Nimeachia. Yes. Shika. Shika. Amna. Shika sasa. Sasa ushike. Kitu alichoniuzi mdogo wangu ni kutunza siri. Alitakiwa kuwa mwazi na kuniambia kwamba huyu ndiye ex wangu. Sasa kwa hiyo wewe muda wote yani mbilingi zinatokea hizo. Wewe ulikuwa umjui shemeji yako? Na wewe mwenyewe shemeji yako kwa nini ulikuwa umjui? Mimi hakujitambulisha. Nisikilizeni jamani. Nafikiri sote tuna makosa au niseme nyote mna makosa. Kipindi ambacho mimi namuoa mke wangu Nusu, wewe brother haukufika kule Manga Kibaoni. Ulifanya shughuli zako. Na wewe pia inaonekana wewe kipindi mdogo wako anaolewa haukuja. Ina maana hizo tabia mlizokuwa nazo sio tabia salama. Wenzenu wakiwa na shughuli zao nyinyi hamwendi, mwisho wa siku yanatokea kama haya. Na sio familia hii tu. Kuna familia nyingi huko. Watu hawafahamiane, wanazalishana hovyo, wanakutana katika vikao vya harusi, unaolewa na nani? Sisi ni ukoo mmoja. Tabia za kuona wenzenu wakiwa na shughuli ndo za kwao nyazi wahusu, muache. Yote ni makosa yamefanyika. Kwa hiyo mimi naomba muache. Mimi nimeshamsamehe mke wangu. Kama kuna uwezekano tujirekebishe. So tukizaka tutokee tu msije kwenye sherehe yetu. Mimi nitamind. Na kama kuna ndugu zako wengine na marafiki zako wana tabia kama hii, kwenye sherehe na shughuli za ndugu zao hawaendi, waambie waache, hata kama ni marafiki zako, sio vizuri. Na Sumu, nimekusamehe mke wangu. Lakini naomba nizungumze sharti langu. Sawa jamani? Tabia za mke wangu mimi nazijua zinanikera. Kuropoka hovyo, kutokutulia, kusema sema hovyo, kutongoza hovyo. Hasa hiyo kwenye kutongoza hovyo kama mwanamke ndio vitu vinavyoniumiza. Nafikiri nimeshaongea toka mwanzoni kipindi kikao kinaanza. Naomba Nusu, narudia tena. Sharti hili nilolitoa, nalirudia. Naomba hii tabia iache ili niwe huru kuishi na wewe. Labda nikuulize mke wangu, unaweza kuacha ukawa mtu mzuri, mwanamke safi, salama kwenye maisha yangu? Usijali. Kwa vile nilitafuta muda na kukutafuta wewe, ujue kabisa nimejirekebisha kwa asilimia zote. Ila naombi moja mume wangu. Mimi kusipawezi. Naomba turudi Tanga, Manga Kibaoni. Ndio sehemu niliyoizoea. Sawa, mimi nakubaliana na wewe. Brother, lazima nimsikilize mke wangu. Sawa. Sana. Mke wangu arudi kwenye maisha yangu. Kwa kilichokuepo mimi na mke wangu tutarudi Manga, Tanga.
Ila nasikia kuna tembo sana kule. Kuna tembo. Unajua mguu wa tembo nasikia uko hivi. Wewe acha uongo bwana. Huu mdogo huko hivi. Na kuna tembo kule anaitwa Maulana. Alikuwa anaua watu. Sasa sikia nikwambie. Hiyo haihusiani sana. Tembo lakini ni kwetu. Kwa hiyo nakwenda kuishi na mke wangu. Najua mke wangu umezoea sana mazingira yale. Tukikaa huko rahisi kabisa ndoa bado haijarudi. Wadogo. Blaza. Niko na happy. Mimi nawatakia kila laheri. Niko na happy. Unajua mimi sikuja kwenye ndoa yenu kwa sababu ya tembo. Amenipiga. Ndo safari hiyo. Safari imeshaviva. Kumbe kumepambazuka. Sasa ulisema kwamba utaliwahi jua la saa 11. Saa 11 alfajiri saa 11 alfajiri? Alijatoka bado. Alijatoka ile saa ngapi? Hiyo. Saa 6 hii. Hii hapa. Hili ni la saa 2. Wewe mwanangu umelewa? Umekunywa pombe za asubuhi? Mimi naona kama nje ya kupo. Nje? Nje ya kupo. Hapa ni wapi? Au unaona mauluwe? Unapiga bangi. Lazima unapiga bangi. Kumbe kupo. Unajua kama mimi nilikuwa nimelala. Wewe unataka unichelewesha tu, ushagundua hizo stories zako za kunichelewesha. Wewe hebu taja watu ambao taja watu ambao kuwasalimia pale Manga Kibaoni. Taja. Manga Kibaoni, msalimie. Anzia Goha. Rudi kwanza Goha. Kama unataka kuanzia Mombo kabisa, anzia Mombo. Mombo yupo nani ambao unatamani nimfikishie salamu? Nikipita natuma barua unasema, kuna mtu anawasalimia. Wakati unaelekea Manga Kibaoni. Hebu naomba useme mwenyewe. Hebu sema mwenyewe. Goha kwanza msalimie mkwe Mzee Kinigu. Yaani ushaga kwenda kutoa barua alafu kupewa nani mtoto wa watu. Wewe kumbuka. Yule Mzee Kinigu alinikimbiza. Sasa usitoe na story. Wewe unataja tu majina Mwingine nani? Mzee msalimie nani Hamisi? Nasikia kwa rafiki yako alikuwa anamtaja sana Hamisi. Hamisi Goha tamsalimia. Pale Goha kuna watu wengi lakini pale tuko uchache Hamisi. Msalimie Mzee Abdalla. Mzee Abdalla upaleni. Jamani unanisisibua wangu leo unaenda nyumbani kwetu. Pale kuna Fasatwa pale Manga Kibaoni. Umeelewa? Alafu pale kuna Zozi, na pale kuna wale wakina Mwana wale. Sasa wewe wengine umeona kwenye picha tu Zozi unapiga. Wewe kwenye ndoa mimi sikuja. Ukuja niliwapiga picha. Sasa huku nani huku nyuma kwanza ukirudi huku pale kwa kina Hamisi kule. Kuna mtu anaitwa Batuli pale. Umeelewa? Kama unatamanisha mimi Goha kuja. Kuna mtu wa Mairati kule nani? Kule ziwani kule kabisa. Kwenye samaki. Kuna samaki, mume wake anavua masamaki, yani ukifika tu kwa kwanza unapewa kambale huyo yani unaoja wa maji. Bwana wewe ukifika mwambie niandalie kambale kama ng'ombe. Kama ng'ombe. Sasa usikae sana huku. Sana. Sasa usinicheleweshe. Hamna hii. Usinizuie. Sikuzuii. Mtu kwao. Mbona atanitambua? Ni mambo ya kijinga siyataki. Nani? Ana akili. Si ex wako. Ex wangu umekufa. Hivyo mpumbavu. Unanichukuliaje wewe? Unaenda wapi? Unaenda wapi nakuuliza? Na sikubali mimi. Yaani mambo ya kunilogaloga. Eti kwanza ulivyoniacha ulikuwa hujui? Dada samani, taratibu. Mimi umenikuta hapa ni ndogo yake, sawa? Wewe kuna changamoto gani ahudumii? Ahudumii kwani mliza? Si abjaza? Ahudumii nini wakati amjaza? Huyu ex wangu. Kila ninapoenda ni wewe. Sikubali amwi. Kila unapoenda wapi? 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 Nikiwa kabisa kwamba mimi na wewe ndugu yako huyo. Anachonifanyia sikubali. Mimi mpaka nakosa kuolewa kwa ajili yake. Anafanyaje? Mimi nachumbiwa naachwa. Mimi nitaua mtu. Yaani huyu mimi tutakuja kuuana. Wewe niache nikachukua wembe. Mama kuna nini kuchukua wembe? Hawezi kuja mimi cha kukunia nasi hapo nataka nikune mimi. Nakupa onyo. Mchumba akitokea nichumbiwe na niolewe. Ole wako nisiolewe. Ndio utajua mimi ni nani. Pumbavu tu. Wewe mimi naweza kuchukua inondo nikaikunja hivi nikaitupa kama gazeti. Haindishi, hainishtui. Ex yako akurudi. Ex wako akurudi.
Ex wako akurudi. 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 Unafikiri naniuma? Ex wako akurudi. Na unampenda sana. Wewe. Ndoto live hii. Urudiwi. Kweli. Itarudiwa. Urudiwi. Urudiwi. I knew me. Naenda kulala. Yeye kama nirudi live, atanulia kwenye ndoto naenda kulala. Sasa mtu unatembeleana ndotoni kufanya nini? Ule live ndotoni. Sasa kwa nini tunasumbuana wa usingizi? Wengine usingizi wetu wa gharama, wengine usingizi wetu mpaka kutafuta. Sasa unanifuata ndotoni yake yeye jamani. Ndotoni ili iwe. What? Yani karibu. Asante shemeji. Kwema. Mzima. Salama kabisa. Nimemkuta? Yani ametoka muda sio mrefu. Yani ametoka na kimbia huyo. Alikuwa anakuwahi mwenyewe. Lakini kama labda ukimwahi huwezi ukachelewa sana. Sidhani kama atakuwa yuko mbali. Haina haja kumwahi. Kwa vile nimekukuta wewe sio mbaya. Sikia nikwambie shemeji. Hivi unajua kama yeye ni mzuri sana? Yaani mwanzoni nilikuwa nazingua. Lakini baada ya kukutazama vizuri wewe ni mzuri. Mr. Handsome. Sasa mimi nina jambo. Ombi. Naomba tumchiti ndugu yako. Naomba tumchiti ndugu yako. Sasa tunamchitije? Jana unajua kikao kilifanyika, solution ikapatikanika. Sasa swala kumtichi na maana kwamba tunakipangua kile kikao cha jana. Achana nacho, yani kile kikao tufanye kama hakija karibu. Umeelewa? Mimi nimekuelewa wewe, kwa naomba tumchiti. Ninapokuwa Tanga, manga kibaoni. Umeelewa? Nitamshawishi, nimemiss dada yangu, nataka kwenda kumwona dada yangu. Najua atanikubalia. Yule si zoba. Kwa nini nikubalia? Kajichanganya. Nakuja kwako, tuna relax, tunakula raha, alafu ndo narudi kwake. Unaionaje? Simekaa poa? Hiyo kama inaingia akilini. Sasa una laki hapo? Nini? Una laki? Laki? Ya nini? Si kuchitia. Kwa hiyo laki ndio kichitio? Unanipa laki. Nikiwa hata kwenye gari na kula hata viudambu visambusa, soda, si unajua? Safari ya tua. Alikuwa anakuwahi. Yaani nimemwambia sasa hivi ndio umechomoka. Kwa hiyo alikuwa mmepishana njia kidogo tu. Bro, wewe si mtu mzima wewe? Au ni mtu mzima kisheti? Msikie. Unazuga nini ambacho mimi sijakisikia? Toka pale nimekuja mimi ninasikia. Utopolo mnaoongea. Kwa mnajitopolesha. Na unajitopolesha mbele yangu. Hivi wewe mwanamke, jana tumekaa kikao kabisa cha usuluhishi. Yamkini ulikuwa unafanya kipindi ambacho unataka kunirusha roho. Ushajua kabisa wewe ni ndugu yangu, unataka kunirusha roho. Unajua masuala ya maex. Na tukizungumzia sasa hivi, baada ya kusuluhisha unamtongoza. Na wewe ndugu yangu, unakubali kabisa kutongozeka. Mnaomaacha kuchitia, si ndio? Nisikilize brother. Wewe ni mtu mkubwa. Unachofanya akifanani kabisa. Huyu ni mwanamke kama wanawake wengine. Unatakiwa usimame, umuelekeze, umkanye, umfokee, umkumbushe kikao cha jana. Yaani unashindwa kumkumbusha kikao cha jana, alafu unatulia tu kabisa. Yaani manake nini sasa? Ngoja nisikulaumu. Wewe mwanamke. Shida ni nini? Jana tumekaa tumeongea hapa vizuri tu. Nikwambia vitu vinavyonihusu mimi sitaki wewe vifanye. Kipi kimekufanya ufanye vitu kama hivyo? Yaani wewe unanichukuliaje mimi? Wewe unanichukuliaje? Unanichukulia mwanaume wa namna gani mimi? Unakuja kumtafuta mtu. Naomba nisamehe. Nimekosea. Shetani amenipitia. Unajua shetani ana nguvu. Na so, ina maana wewe mchizi bado yupo. Wewe shetani bado unaongoza naye katika maisha yako. Mimi silikwambiaga wewe mkatae huyu jamaa wewe. Unamkosea tu mume wako, unapitia naye shetani kila wakati.
Sasa ulikuja kutafuta ili weje? Ulikuja kuniomba msamaha ili weje? Unajua kabisa bado hujaachana na rafiki yako anakupitia kila wakati. Unajua kabisa utaniboa. Ungeacha maisha yangu yakaendelea. Ungeacha maisha yangu yakaendelea. Kwa nini unapitia na mbwa? Kwa nini kila wakati? Wewe vipi wewe? Kwa nini sasa unafanya hivyo? Unapayuka, si ndio? Unapayuka, unampayukia nani? Hivi wewe mzima kweli wewe? Wewe una akili timamu wewe? Hivi hujui neno msamaha? Nimekuomba msamaha, naomba nisamee. Shetani kanipitia. Lakini bado unapayuka. Piga kelele sasa. Piga kelele watu wajue. Jamani, wewe vipi wewe, mbona unashindwa kuwa na subira? Ngoja, jamani, kuweni na kaba kwanza. Kuweni na kaba. Kwa hiyo yani nani tu na kaba? Kaba ipi? Hiyo kaba ipi? Kabali ipi hiyo? Yaani kabali kwa kichama wanachonipatia. Hivyo unaweza kuwa na kabali kwa kichama ulichopewa hapa. Kichango hicho nilichopewa mimi afu niwe na kabali. Yaani nifunge, yani nifunge moyo wangu niteseke mimi. Yaani angalia hili jitu, Mungu wangu, angalia hili jitu. Yaani limeomba msamaha eti sasa hivi shetani kampita. Linanifokea tena linapata sauti na kunikazia eti kwamba nabwatuka. Unamwambia mume wako nabwatuka na umekuja kuomba msamaha. Umenichiti wewe, nimekusamea bado hujaona. Sasa kwa taarifa yako sasa, kama haujui semea kwa kusimama. Kwa dada yako nabaki kwa kangu. Naomba nisamee mume wangu, shetani kanipitia. Tena. Sasa hivi nataka kupitia. Ndio mimi nimekwambia shetani ana nguvu. Wewe mchizi unajiweka cha kumfanya huyo dawati huyo. Bwana, hii safari iwe njema kwenu Fajio langu lakini mliache mlangoni mwa gari. Msipande nalo hilo.